sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Korinto sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasema, mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Turudia tena, anasema mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema mtu na atuhesabu kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Neno mawakili maana yake ni watunzaji wa siri za Mungu. Sisi wana wa Mungu tumeitwa kama watunzaji wa siri za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu alimwambia Petro na wale mitume, alimwambia ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Huu wito sio wa kila mtu, ila ametuita sisi kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Ametuita sisi kuyaelewa mambo ambayo Mungu ameyakusudia katika ulimwengu. Wakati mwingine ni kama siri, kwa sababu ni mambo ambayo yamefichwa kwa watu wa ulimwengu, lakini kwa Roho wa Mungu aliye ndani yetu tunapata kutambua yale aliyokusudia. Haleluya, haleluya. Kwa tunaelewa kusudi la Mungu, kile ambacho amekusudia, kile ambacho amekipanga kwa ajili ya ulimwengu. Na Paulo anatuambia tu mawakili wa siri za Mungu. Wakati fulani nilianza kufundisha kwa habari ya siri 7 za ufalme wa Mungu. Tuliangalia siri ya kwanza ni siri ya utauwa. Biblia inasema siri ya utauwa ni kuu. Anasema Mungu alidhihirishwa katika mwili, akaonekana na malaika, akahubiriwa katikati ya wanadamu. Kwa hiyo inaongelea jinsi ambavyo Mungu alikuja katika ulimwengu na watu wa ulimwengu hawakujua. Alikuja, Biblia inasema alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumtambua, ndio maana hawakumpokea. Ila anasema yeyote yule aliyemwamini alimpa uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa siri ya kwanza ilikuwa ni siri ya utauwa, lakini pia tukajifunza kwa habari ya siri ya kufufuka kwake Yesu Kristo, siri ya kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Leo nataka tujifunze siri nyingine, ni siri ya kubadilishwa. Mwambie jirani yako, siri ya kubadilishwa. Siri ya kubadilishwa. Mwangalie tena usoni, mwambie siri ya kubadilishwa. Siri ya kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kaa vizuri ujifunze kuhusu hii siri. Kaa vizuri ujifunze kuhusu hii siri. Mwangalie tena jirani yako, mwambie kaa vizuri. Kaa vizuri. Waraka wa kwanza wa Korinto sura ile ya 15 mstari ule wa 51. Na kwa sababu tuna ibada ya ushirika, tutajifunza kwa ufupi siku ya leo. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari ule wa 51. Neno la Mungu linasema, angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Turudie tena kwa sauti, anasema angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Mwambie sote tutabadilika. Sote tutabadilika. Mwambie jirani yako, sote tutabadilika. Tutabadilika. Anasema nawaambia siri, kwa sababu sio wote walikuwa wanajua. Anawaambia siri hii ya ufalme wa Mungu. Hatutalala sote, maana yake kufa wote. Mwambie jirani yako, hatutakufa wote. Hatutakufa wote. Na watu wanasema kila nafsi lazima ionje mauti. Sio kweli. Mwambie sio kweli. Sio neno la Mungu. Kwa sema hatutalala sote,
Sema haleluya, sitalala. Haleluya, sitalala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama unaamini katika kifo basi umepotea, lakini sisi ambao tunaamini katika uzima wa milele, Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa nani? Mwanae wa pekee. Kama ulikuwa ujue mstari ingehitaji maombi mango, ili kila muamini asifanyeje? Asipotee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sema ni siri, hatutalala sote. Hatutalala sote. Anasema lakini tutabadilishwa. Hebu sema tutabadilishwa. Tutabadilishwa. Mwambie jirani yako utabadilishwa. Utabadilishwa. Hautakuwa hivi tena. Hautakuwa hivi tena. Hautaonekana kwa namna hii. Hautaonekana kwa namna hii. Tuonyeshe ule mstari ule wa 52. Anaelezea tutabadilikaje. Anasema kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa. Wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Sijui kwa nini hamsikira hivi, mnasikia la? Hao nyewe ndo wale ambao hamtabadilika. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema hatutalala sote, lakini tutafanyaje? Tutabadilika kwa dakika moja. Sema dakika moja. Dakika moja. Kufumba na kufumbua. Hebu fumba macho na kufumbua. Fumba na kufumbua. Inachukua sekunde ngapi? Hata sekunde haifiki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa itakuwa kama kufumba na kufumbua kwa sekunde, kwa nusu sekunde. Anasema tutabadilika. Utajikuta tena haupo mlabani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaonekana watu wanapenda sana mlabani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kufumba na kufumbua. Hey, hayupo. Anasema kwa dakika moja enemezia labai. Itakuwa ni siku ya ajabu na kushangaza. Kwa dakika moja tutabadilika. Na nakazia. Anasema tutalala sote, tutabadilika. Ndugu yangu, hautaonja uharibifu. Utabadilika. Utatoka katika huu mwili unaoharibika kuingia ule mwili usiofanyaje? Usioharibika. Anasema hatutalala sote, tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua. Alafu anasema kwa maana parapanda italia. Mwambie jirani yako parapanda italia. Parapanda italia. Oh, haleluya. Anasema wakati wa parapanda ya mwisho. Wow. Sema parapanda ya mwisho. Kuna ya kwanza. Inawezekana kuna moja ambayo ilitangulia, si ndio? Lakini anasema parapanda ya mwisho itakapolia. Utaona baadaye ya kwanza ni ipi. Anasema parapanda italia. Alafu tutabadilika. Haleluya. Anasema wafu watafufuliwa. Anasema na kisha sisi tuliosalia tutabadilika. Wafu gani? Wafu waliolala katika Kristo. Ni ajabu na ya kusisimua kwamba yeyote yule aliyelala akimwamini Yesu Kristo, yeyote yule aliyekufa akimwamini Yesu Kristo, huko aliko, kama ni kaburi litafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kama alikufa kwenye maji yataachia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kama alimezwa na samaki, aliliwa na simba, popote alipo atatoka huko. Atachomoka huko aliko. Alafu anasema kisha sisi tulio hai tutabadilika. Haleluya. Kuna mtu anaona kama haya ni maajabu, lakini sio maajabu. Unajua nyakati fulani katika Biblia hivi vitu vimeshawahi kutokea. Ukisoma kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 11. Twende kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 11 mstari ule wa 5. Waebrania 11 mstari ule wa 5. Anasema kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neno alihamishwa ni neno hilo la Kigiriki ambalo limetumika alibadilika. Kwa anasema kwa imani Henoko alihamishwa
Alihamishwa wapi? Amehamia mtaa wa 7, mtaa ngapi? Anasema alihamishwa, alitolewa katika huu ulimwengu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba tusome tena kwa sauti Waebrania 11 mstari huo wa 6. Anasemaje? Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Anasema kabla ya kuhamishwa alishuhudiwa kwamba amempendeza nani? Mungu. Mungu ndiye aliyemhamisha. Na nilikwambia leo hii, unajua kwa nini Henoko alichukuliwa mapema? Kwa sababu Henoko ndiye mtu alianza kumtafuta Mungu tokea anguko. Kwa peke yake alienda na Mungu. Na baada ya kuondoka tu kwa Henoko, Nuhu akazaliwa. Maana yake nini? Hukumu ya ulimwengu ilikuwa imekwisha kufika. Kwa Mungu akamchukua Henoko mapema kabla hukumu haijaja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kabla hukumu haijatokea, kabla gharika haijaja, Henoko alihamishwa. Twende kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 5 mstari ule wa 21 mpaka ule wa 24. Biblia inasema Henoko akaishi miaka 65 akamzaa Methusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300 akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema Henoko akafanya, alikwenda na Mungu miaka 300 alafu akafanya akatoweka. Yaani alikuta tu mtu hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Kutoweka kulikuwa kunaongelewa, sio kwamba alifunga safari wakamwona yule kwamba kapotea. Alikuwepo nao, lakini ghafla hawakumwona tena, akatoweka mbele yao, akabadilika kutoka ulimwengu akaingia ulimwengu mwingine. Na ukisoma hapo mistari inayofuata, huyo mtoto aliyezaliwa alikuwa anaitwa Methusela. Methusela akamzaa Lameki. Lameki akaja akamzaa Nuhu. Na tokea wakati wa Nuhu, Mungu akaanza kutafuta namna ya kushughulika na ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hasa kwa habari ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaelewa? Baada ya sisi kanisa kunyakuliwa, kitakachofuata katika ulimwengu itakuwa nini? Haleluya. In fact, unyakuo ni mojawapo ya hukumu. Ni hukumu ya kwanza kwa ulimwengu. Twende kile kitabu cha Wathesalonike. Bwana Yesu asifiwe. Sema siri ya kubadilika. Waraka wa kwanza wa Wathesalonike sura ya 4. Tunaanza mstari ule wa 16 mpaka ule wa 17. Kitabu cha kwanza cha Wathesalonike sura ya 4 mstari ule wa 16 mpaka wa 17. Anasema hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Haleluya. Haleluya. Hivi tumesikia kweli watu wa Mungu? Anasema Bwana mwenyewe atashuka. Kwa hiyo katika ule mstari uliosoma wa kwanza ambapo anasema nawaambia siri, hatutalala sote, ila tutafanyaje? Tutabadilika sote. Hapa anaelezea zaidi itakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anasema Bwana mwenyewe atashuka na nini? Na mwaliko. Mwaliko wa kina nani? Tumesoma, naomba turudia.
kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Atashuka kutoka mbinguni pamoja na nini? Mwaliko wa nani? Utajaza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na sauti ya malaika mkuu. Alafu anasema na parapanda ya Mungu. Haleluya. Alafu anasema na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Nilikwambia kwa habari ya parapanda ya mwisho. Parapanda ya kwanza italia, waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Watu wote unaojua waliokufa tokea Yesu Kristo amekuja watafufuliwa kwanza. Wale ambao walimwamini Yesu Kristo, waliifia imani, hao watafufuliwa kwanza. Haleluya, haleluya. Oh, ni siku ya namna gani itakuwa! Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Anasema parapanda italia, Bwana mwenyewe atashuka, hatafika chini, lakini ataishia mawinguni. Kuna namna ataishia katika mawingu, lakini yuko na mwaliko na malaika mkuu. Hapo anasema parapanda italia, parapanda italia, trumpet italia mara ya kwanza, waliokufa watafufuka. Itapolia mara ya pili, hey! Hozeni atasikia ndani yake, Baba anasema njoo. Hataitika. Bwana Yesu asifiwe. Atajikuta tu yuko juu tayari. Unajua kitu anasema naam, nakuja. Haitakuwa hivyo. Mradi umesikia, hautabaki vile ulivyo. Unanisikia vizuri, mtu wa Mungu? Na ndio maana sio swala la kigrupu, sio swala la kikundi. Jamani, ndio muda huu wa kwenda juu. Hapana. Inategemea ulikuwaje siku hiyo. Ulikuwa tayari kwa kiasi gani? Moyoni mwako ule ushirika na Baba ulikuwa kiasi gani? Kwa sababu kama haukuwepo ule ushirika, hautaisikia. Sio parapanda inayosikika kwa masikio haya ya damu na nyama, ni ile ambayo inasikika katika ulimwengu wa roho. Anasema kondoo wangu wanaijua sauti yangu, nao wananifuata. Kwa siku ile itakapolia parapanda, kondoo watajua ni muda wa kubadilika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tutabadilika. Lebazuta kabaya tekea. Hatutakuwa vile tena. Anasema huu mwili utavuliwa na tutavaa miili mpya, miili ambayo inaweza kwenda angani kwa kufumba na kufumbua. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tutabadilika. 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 Yohana anasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirishwa itakavyokuwa. Anasema lakini tutakavyokutana naye, tutakavyomwona, tutabadilika, tutafanana naye. Anasema kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Kwa sio kwamba tutakuwa na mbao. Mwambie jirani yako hautakuwa na mbao. Hautakuwa na mbao. Mtu anaanza kufikiria labda nitakuwa na mbao, nitakuwa na luka kwa chuku. Hazitakuwepo mbao. Kama yeye alivyo, vile ambavyo Yesu alifufuka na mwili ule wa utukufu, ndivyo na sisi tutakavyokuwa. Kwa itakapolia ile parapanda, miili hii inaharibika, tutaivua, tutakuwa na mwili wa utukufu. Angalia ndani yako, kuna mwili wa utukufu kwa ajili yako. Haijalishi ni aina gani. Kama unataka huo saizi ulionayo saizi haleluya. Kama unataka mwili mfupi kama ulionao saizi, au unataka kubadilisha? Wangapi wanataka kubadilisha? Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema tutabadilika, tutafanana naye. Sema nitafanana naye. Kimo cha Yesu kitakuwa kimo changu. Haleluya. Sema nitafanana naye. Come on, sema nitafanana naye.
Kama yeye alivyo, ndivyo na mimi nitakavyokuwa. Ndivyo na mimi nitakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema iko siri, tutabadilika tufanane naye. Tutamlaki Bwana mawinguni, tutamlaki Bwana hewani. Itakuwa ni siku ya ajabu ya kutisha. Hebu fikiria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Fikiria watu wapotee duniani ndani ya muda mchache, ndani ya kufumba na kufumbua, na dunia ina watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Fikiria watu wote wanapopotea. Bwana Yesu asifiwe. Wote waliomwamini Yesu Kristo, kila sehemu, iwe ni mashuleni, iwe ni mahospitalini, iwe ni sokoni, iwe ni kwenye vyombo vya usafiri, kila sehemu kwa wakati mmoja, kufumba na kufumbua, watu hawatakuwepo. Watu watajiuliza nini kimetokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nini kimetokea? Hata kuripoti itakuwa ni kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu itaonekana ni mabilioni wamepotea. Na nisikilize, tuko wengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu ana watu wengi. Mwambie jirani yako, Yesu ana watu wengi. Yesu ana watu wengi. Usifikirie ni watu 100,000, 200,000 watapotea. Ni mabilioni ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu mabilioni ya watu watakuwa hapo, wanaenda kumlaki Bwana. Alafu anasema ndivyo utakavyokuwa na Bwana. Hebu tusome huo mstari wa 17. Nasema, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Hebu sema, na hivyo tutakuwa na Bwana, tutakuwa pamoja na Bwana milele. Ndio maana tunahubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunawaambia watu habari za Yesu Kristo, kwa sababu mambo hayataendelea hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haitakuwa hivi hivi siku zote, haitabaki namna hii siku zote. Kuna siku kufumba na kufumbua, watu hawatakuwepo. Kuna siku hukumu itaanza katika huu ulimwengu. Hukumu itaanza katika hii dunia ambayo tunaishi, atakapochukua mwili wake, atakapochukua kanisa lake. Kutakuwa na siku, miaka 7 ya utawala mwingine kabisa duniani. Kutakuwa na miaka 7 ya namna nyingine, kwa sababu kanisa limeondolewa. Biblia inasema hivi, amani ipo duniani, lakini lizuialo amani isiondolewe ni kanisa la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unavyoona hivi watu wanatishiana tu wapigani, ni kwa sababu kanisa lipo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kanisa kutwaliwa, Biblia inasema kutakuwepo na nyakati ngumu ambazo hazijawahi kuwepo tangu ulimwengu kuumbwa, tokea ulimwengu ufanyike. Nyakati hizo ngumu hazijawahi kuwepo. Dunia haijawahi kupitia namna ambayo itapitia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Dhiki itaanza kuu, mambo mengi yatabadilika. Ili hata ili jua ambalo watu wanalalamikia sasa linachoma sana, halitakuwa hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni la upendo kabisa. Yaani jua litakuchoma, utajua kweli Mungu ananihukumu. Na Biblia inasema watu watamtukana Mungu. Wanaona bora watoe hasira yao kwa sababu ya mambo yanayoendelea duniani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana kila tupatapo nafasi, anasema tunaonya ulimwengu. Anasema tukijua ghadhabu ya Mungu, tukijua hofu ya Mungu, tunaonya watu wa ulimwengu. Tunawaambia Yesu anarudi. Muamini Yesu Kristo kabla sijaja nyakati mbaya. Kubali Yesu Kristo sasa. Sio tu akupe uzima wa milele,
lakini akuokoe na uharibifu unaokwenda kuukumba ulimwengu wote, kwa sababu unakuja uharibifu. Na kama ilivyo desturi, unajua hata Nuhu alikuwa akipiga kelele akisema, hii dunia inaenda kuharibiwa, hii dunia inaenda kuisha. Watu wakiangalia dunia ilivyotamu hivi inaishaje? Biblia inasema kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu, watu walikuwa wakioa na kuolewa. Unaona wanavyocheza kwenye ndoa watu. Unaona watu wanavyojiachia huko kwenye mapati, wana furaha. Kana kwamba wana maisha yao wanayamiliki wao wenyewe. Lakini uharibifu ule Biblia inasema utakuja kwa ghafla. Ghafla tutakuta dunia sio salama tena. Dunia sio salama tena. Biblia inasema nyakati hizo, yeyote yule ambaye hakutwaliwa itabidi ajiokoe nafsi yake mwenyewe, amshikilie Yesu kwake yeye mwenyewe. Na ni miaka 7 ya utawala wa shetani. Shetani atachinja watu kuliko inavyodhaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati huu wengine ndio watagundua kwamba kumbe Yesu yupo kweli. Wengine watagundua kwamba haya kumbe nilikuwa nayafanya, nilikuwa napoteza muda. Sasa nifanye nini? Sitakubali. Namkataa shetani. Lakini wakati huu itakugharimu. Itakugharimu wewe mwenyewe kusimama kwa ajili ya wewe. Wakati huu wa neema, Yesu Kristo amesimama, ameinuliwa juu msalabani kwa ajili yako, ili wewe kwa kumwamini tu uwe na uzima. Lakini sasa itabidi na wewe upitie mateso. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unasoma kwenye Biblia, damu zikamlilia Mungu za watakatifu ambao walikuwa wamechinjwa katika dhiki kuu. Walikuwa wanaambia, unamkubali Mungu na umkubali shetani. Hivi namkubali Mungu. Okay, tunaanza kuondoa kucha taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kupata mateso kwa sababu ulizembea tu wakati ambao ulitakiwa ukae sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shika sana ulicho nacho. Amen. Mshikilie sana Yesu yule naye. Mshikilie sana. Tunaelekea katika ukengeufu mkubwa. Watu wengi wataacha imani. Watu wengi ambao watu walidhani ya kwamba ni watumishi wa Mungu wataongea makufuru na kuangusha watu wengine. Lakini wewe shika ulicho nacho. Mshikilie Yesu. Kama unajua yuko moyoni kweli, kaa naye, tembea naye. Usimwangalie mtu mwingine. Usimfuate Yesu kwa sababu tu fulani anamfuata Yesu. Usimfuate Yesu kwa sababu tu kanisa ni zuri, ukija unajisikia furaha. Ishi naye, kaa naye kila siku ya maisha yako, kwa sababu siku inakuja. Na nyakati hizi zinaonyesha dalili zote. Kila kitu ambacho kilitakiwa kitimie kabla ya kuja kwa Bwana kimekwisha kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usitishike, unatakiwa ufurahi kwa sababu Bwana anarudi kukuchukua. Lakini ukiona una wasiwasi, weka mambo yako vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Shana mazutaka. Inua mikono yako, mshukuru Bwana. Mshukuru Roho Bwana kwa maneno haya.